Bana, katika siku ya leo basi kuna mapya ambayo yameweza kuibuka kupitia ukurasa kwake Yami. Sasa katika moja ya kitu ambacho kimefanya watu wengi wajiulize nini ambacho Yami kimemkuta, nini ambacho Yami imemfanya andike kauli ambayo basi ni ya kusikitisha. Kauli yenyewe ni ipi? Lakini pia muktadha wa kauli hiyo ni upi? Lakini pia kulingana kwamba amemtagi mtu gani au amemtarget mtu gani, watu wamezidi kuangalia kama vile amemtarget Nandy the African Princess. Sasa kauli yenyewe ni hapa: Mungu kanitoa kwenye situation mbaya sana ambayo siwezi kueleza. Alhamdulillah, nasikia raha. Ni kauli yenye uzito wa kiroho na kihisia, na inamaanisha mtu alikuwa katika hali mbaya ya taabu au maumivu, lakini sasa yupo katika sehemu ya amani na furaha. Ni kauli ya shukrani, lakini si kauli ya fumbo kama watu walivyodhani. Kauli hii iliyotolewa na Yami TZ, msanii ambaye alishawahi kuwa chini ya lebo ya African Princess, ambaye lebo hiyo ni ya Nandy, na alionekana kutoweka kimya kimya kutoka katika lebo hiyo. Hakukuwa na kielelezo chochote kile. Hakuwahi kueleza wazi nini ambacho kiliweza kutokea hadi alipotoka katika lebo hiyo. Hivyo kauli hiyo ni kama vile imechukuliwa kama vile ni clue ya kwa wafuasi wake ambao walikuwa wanamfuatilia kwa mwaka sasa mzima tangu aweze kuwa signed under the African Princess. Yaani kauli hiyo pia inaweza kueleweka kama namna ambayo basi ni dongo. Kauli hii inaweza kuwa ni tafsiri kubwa sana ya njia kadhaa ambazo alikuwa amezipitia chini ya lebo ya Nandy the African Princess, ambayo kwa sasa hayupo tena. Kawaida ya kiimani, lakini pia jamii nzima, pale ambapo unapotoka kwa mtu fulani, basi mambo huaga yanabadilika, maneno yanakuwa mengi. Kwa hiyo ni namna ambavyo labda Yami anajaribu kupita na njia zile zile, na sio kwamba amegombana na Nandy the African Princess. Kawaida ya kiimani ni maombi na shukrani ya watu wanapopitia magumu katika sehemu fulani, lakini pale anaposema alhamdulillah, moja kati ya ishara kwamba vile ameshukuru Mungu kwa kile ambacho kimetokea na sasa yuko free. Wengine wanachukulia kama vile anapiga dongo aliyekuwa bosi wake, aliyekuwa Nandy the African Princess. Lakini pia wengine wanasema kwamba ni kama vile ameamua kujijengua au kujitenga na historia ya nyuma, na inaweza kuwa ikawa inamaanisha kwamba alikuwa anataka kuanza upya bila hata kubeba mizigo ya nyuma, mizigo ambayo ilikuwa ni mizito sana katika maisha yake. Mashabiki wengi na umma wamechukuliaje kauli hii? Mashabiki wengi wameanza kuandika maneno kama vile huyu anamsema Nandy. Sasa kama lebo ya Nandy ilikuwa situation mbaya, mbona alikuwa kimya? Lakini kama angeweza kuzungumza kipindi hicho, ingekuwa kuaje? Wengine wanajaribu kusema si ungesema tangu hapo awali. Kwa ni maneno au comment za mashabiki ambao wanaonyesha waziwazi kwamba hata hichi ambacho amekiandika kwa muda huu ni kitu ambacho alipaswa pia kukiacha. Ni kwa nini aje kuandika katika kipindi hichi ambacho yupo mwenyewe au yupo katika mikono ya watu wengine? Hii inaonyesha kuwa kuna matarajio ya msanii huyo kutoa maelezo moja kwa moja, hasa katika media tofauti, au anataka kutafuta attention ya media zianze kutafuta press pamoja na yeye. Hapa inawezekana kwamba kama sio nyimbo inafuata, basi inawezekana kwamba anataka kueleza umma nini ambacho kilimkuta katika maisha yake au nini ambacho kimempata. Yami alikuwa wapi kabla? Alikuwa ni msanii wa kwanza kusainiwa chini ya lebo ya African Princess mwaka 2021, na alitambulishwa kama vile mrisi wa muziki wa kizazi kipya, yani msanii wa kike wa kwanza kabisa kuwa signed chini ya lebo ya Nandy. Akiwa chini ya uangalizi wa moja kwa moja ya wasanii wakubwa kama vile Nandy pamoja na Billnass, lakini pia miaka yake kadhaa baadaye hakusikika tena, yani akiwa kwenye lebo hiyo ya Nandy the African Princess. Nini kinachoweza kuwa kweli nyuma ya maneno haya? Kuna uwezekano alikuwa anapitia changamoto za mkataba, ubabe wa mikataba, haki za kazi, lakini pia fedha. Kulikuwa na matatizo ya usimamizi wa kazi zake, labda ubunifu ulikuwa huko chini sana, lakini pia labda alikuwa ni mtu ambaye anatumia pesa zake nyingi sana kujitafutia collaboration, hata zile ambazo tulikuwa tunaziona akifanya na Mbosso. Mahusiano binafsi na uongozi wake au wasanii wengine wa lebo hiyo yalikuwa kwaje? Labda alikuwa ni mahusiano ambayo yalikuwa yanamuumiza sana. Mfano, Nandy alikuwa anamtendea labda mambo mabaya
au Billnass alikuwa anamtendea mambo mabaya, au kuna siri ambayo yuko nyuma ya lebo hiyo ya African Princess. Uwezekano wa kauli hiyo kuwalenga watu hasa Nandy na Billnass unaweza kuwa mkubwa sana, ingawa hapa hajamtaja mtu yoyote yule. Lebo yake ya nyuma haijatajwa wala Nandy hajatajwa. Watu wengi wanaamini ni yeye aliyewalenga hawa, yani akiwa na maana kwamba lebo nzima ya African Princess, Nandy pamoja na Billnass wote kwa pamoja wamekuwa wamenyoshwa kidole kupitia posti hii. Nandy ndiye aliyemsaini, kwa hiyo watu lazima wanamtarget Nandy zaidi, ni mchumi. Lakini wakati anaondoka hakukuwa na taarifa rasmi wala press release ya mikataba, na ni video chache tu ambazo zilianza basi kusambaa katika mitandao ya kijamii. Kisha wakasema kwamba Nandy kwa sasa na anamaanisha kwamba Yami kwa sasa hatupo naye tena katika lebo The African Princess. Kauli hii imetolewa baada ya ukimya mrefu na katika muktadha wa mahojiano ya mitandao, jambo ambalo basi linachochea hisia kali sana kwa mashabiki ambao wamekuwa wakimfuatilia Yami, wamekuwa wakipenda muziki wa Yami, wamekuwa mstari wa mbele katika kumfuatilia pia Nandy. Hapa kuna athari, lakini pia kwa wasanii ambao ni wa kike nchini kuna hatari kwamba migogoro kama hii inaweza kudhuru taswira ya wasanii wa kike hasa wanapokuwa na nafasi za uongozi. Inazua zana kuwa wanawake hawawezi kusaidiana bila kugombana, lakini pia inaondoa heshima ya usimamizi wa kazi za kisanii, yani ndani ya lebo ya African Princess. Yote kwa pamoja kama doa la kina kwake Ibra lilivyoonekana, pia hata huku hivi kwa Yami pia na lenyewe pia limeweza kuonekana. Inawafanya mashabiki kuona usanii kama vile taaluma ni kama vile sanaa ambayo ina mavutano sana, hasa katika swala zima la migao ya fedha. Kwa hiyo inawafanya watu wengi washindwe kuiamini tena sanaa kwa sasa. Lakini pia kuna michango mikubwa sana ya mitandao ya kijamii katika kusambaza tafsiri hizi, kwa sababu inawezekana Yami yeye alichokiongea au alichokiandika pale kimekuwa kimetarget swala zima la kazi yake inayofuata, au ametarget katika mahusiano yake, kwa sababu wengi wao wamekuwa wakiimbia mahusiano. Sasa sisi hapa tuko tumelitafsiri katika hali ambayo si sahihi. Kwa hiyo inawezekana kwamba Yami ametarget mahusiano yake, sisi hapa tumetarget lebo, vitu ambavyo vimeanza basi kurindima katika masikio au vichwa vya watu wengi, na watu wakaanza kuchukulia kauli hii kama vile inapandisha hisia au wanatafuta au imeanza kuwa ni headline kwa sasa hivi. Watu wamelazimika kutafsiri kwamba anatumia historia yake ya nyuma ya Yami na Nandy, na mwisho wa siku wakawa wote kwa pamoja wanaanza kuonekana kama vile ni watu ambao wana ugomvi. Lakini pia ukomavu wa mashabiki pia ni mdogo, kwa sababu wanafurahia drama kuliko kuelewa undani wa jambo, sababu jambo fulani linaweza likawa ni la kawaida, lakini sasa drama za hapa na pale zinawafanya wao wakawa ni watu ambao wanajaribu kwenda kuangalia labda inawezekana ni Nandy, wanataka kujua umbea zaidi kuliko ukweli wa jambo fulani. Hakuna ushahidi wowote ambao kwa hivi sasa Yami anaweka wazi kwamba ni Nandy amemtarget au Yami amemsema Nandy. Hii ni tafsiri tu ya mashabiki kutokana na historia ya Yami na uongozi wake wa lebo ya African Princess. Kwa hivyo mpaka sasa Yami hajaongea jambo lolote wala haja comment jambo lolote katika posti yake. Kwa hiyo nafikiri kabisa hapa ni mchezo ambao wameamua kufanya ili labda inawezekana kwamba kuna kazi ambayo inafuata kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameamua kutumia fursa hii kwa kuileta wazi kazi yake ambayo itafuata. Bwana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na zaidi kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.